Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karibuni tena kwa mara nyingine wapenzi watazamaji wote na wafuatiliaji wa kipindi cha Meza ya Ramadhani. Na wakaribisha kwa mara nyingine tena. Tuko hapa studio na Samahat Sheikh Miraj tukiwa tunaendelea kuzungumzia mambo yanayotakiwa kufahamika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namkaribisha tena Samahat Sheikh Miraj ili tuweze kuendelea na mada yetu. Maulana, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nyingine na kwa mara nyingine. Asante. Tuweze kuendelea na mada yetu ambayo tayari tulishaianza, lakini pia imeonekana kuwa na faida sana kwa watazamaji kwa sababu inafuatiliwa sana. Tunazungumzia mambo mengi ambayo yapo katika mwezi wa Ramadhani na tunatakiwa kujifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sasa katika kila siku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni zipi nyakati bora na zenye thamani zaidi kwa muumini kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahli baytihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Kuna katika kila siku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna nyakati tatu ni za muhimu sana. Sasa nyakati tatu katika kila siku ya mwezi wa Ramadhani, kila siku ya mwezi wa Ramadhani. Hizi nyakati tatu ni muhimu sana kuzitumia vizuri. Ni nyakati za dhahabu kwa lugha nyingine. Sasa Kama unatafuta nyakati za dhahabu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ambazo unapaswa kuzitumia, pana nyakati tatu tu katika kila siku ya mwezi wa Ramadhani. Nyakati hizi ni dhahabu. Nyakati ya kwanza, saatun inda al-iftari, ule muda ule wa kufuturu ni muda muhimu sana. Ndo nyakati ya yenye thamani na ya muhimu mno katika mwezi wa Ramadhani. Ni ule muda ambao mtu anaelekea kufuturu. Na watu sana walizingatia ile, yani ni la muhimu sana. Wewe andaftari yako mapema, kisha andaftari yako mapema ili muda usikupite. Hichi kipindi kisichukupite. Andaftari yako mapema, weka mambo yako mapema, kisha chukua nafasi katika wakati huo kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu tunaambiwa fa inna lis-sa'imi 'inda fitrihi da'watan la turaddu. Kwa sababu yule mwenye kufunga anapomuomba Mwenyezi Mungu ule muda wa kufuturu pale, ule muda wa kuelekea kufuturu pale, anaelekea kufuturu, akimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika muda ule, dua yake inajibiwa, hairudishwi. sasa Dua yake inajibiwa. Kwa hiyo time ya kwanza ambayo ina thamani kwa daraja ya kwanza, kwa level ya kwanza katika mwezi wa Ramadhani kila siku, ni ile time ya muda wa kuelekea kufuturu. Pale mtu anatakiwa atumie ule muda vizuri. sasa Kwa sababu pale maombi hayarudishwi, maombi ni yenye kujibiwa. Lakini wasaatu athania hiya akhirul layli, lakini nyakati nyingine ya pili kwa thamani na dhahabu, unaweza kuona nyakati ya dhahabu, ni ule muda wa mwisho wa usiku. Mwisho wa usiku, yani pale mwisho wa usiku kuelekea alfajiri. Ule ni muda ambao unatakiwa uitumie vizuri. Ija'alha khalwatan ma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Fa innahu yunadi hal min sa'ilin fa u'tihi. Hizi nyakati ni muhimu hii ya mwisho wa usiku kuelekea alfajiri, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale anauliza hal min sa'ilin fa u'tiyahu. Je, kuna mtu ananiomba chochote nimpe? anahitaji yote. Kuna mtu ana mahitaji yoyote niweze kumkidhia mahitaji yake? Lakini anauliza pia hal min mustaghfirin fa aghfira lah. Je, kuna mtu yote anataka msamaha wangu niweze kumpa msamaha huo? Lakini vile vile Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametumiza sana kuhusu istighfar na nyakati nzuri kabisa za kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyakati ya dhahabu kabisa ni muda wa
mwisho wa usiku kuelekea alfajiri, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauliza, na kwenye kuna mtu yote anataka kusamehewa, yuko tayari kusamehewa, na mimi niko tayari kumsamehe. Lakini wasaatu athalitha fahiya julusuka ba'da salati alfajr fi musallaka hatta al-ishraq. Ni ule muda ambao umemaliza kusali swala ya alfajiri, ukabaki pale pale katika mkeka wako, pale pale katika mswala wako mpaka jua lichomoze. Kwa umebaki pale, wafanya nyoradi wewe, wafanya maombi, wamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya swala yako asubuhi mpaka jua linafanyaje, linachomoza. Hii ni nyakati bora. Kwa hiyo nyakati za dhahabu katika mwezi wa Ramadhani za kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila siku, nyakati ya kwanza yenye thamani kama dhahabu ni pale muda wa kuelekea kufuturu, lakini nyakati ya pili ni ule mwisho wa usiku, lakini nyakati ya tatu ni baada ya mtu kuswali swala ya alfajiri, baina pale ya kumaliza swala yake ya alfajiri mpaka kuchomoza kwa jua. Hii ni nyakati ya muhimu sana mtu kuitumia, na ujaribu sana isikupita. Shukrani sana Sheikh. Na tuna maswali mseto, maswali mchanganyiko hapa. Kuna muumini anauliza swali lake na muhimu sana ambao nafikiri hapa tunapaswa tulijibu. Anasema, ni ipi hukumu ya mtu anayefungulia kwa makusudi ndani ya mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na je, tofauti ni upi kwa mtu anayefungulia kwa jambo la haramu na anayefungulia kwa jambo la halali? Mara nyingi tabia zetu sisi katika jamii, kwa sababu hatukujengwa katika kuzingatia zaidi mambo ya kiibada, hasa kuyangalia vizuri yale mambo ya kiibada, kama ni swala namna ya kuiendea, kama ni funga namna ya kuendea. Yani tuna nafasi hatukuzipa sana kwenye maisha yetu kama tunavyotoa nafasi katika mambo mengine, kutafuta riziki na mambo mengine. Swali ni zuri, lakini ni matatizo katika jamii. Mimi nishapata pia kumuona mtu anasema, bwana mimi nilikuwa nimefunga, naona kama nashindwa kuendelea kufunga. Sasa akafungua. Yuko mtu, kwa nini? Kwa sababu anajua tu nitalipa. Yani akili yake kilichomtawala kichwani kwamba nikishindwa kufunga leo basi nitalipa. Kumbe swala sio kulipa tu. Swala sio wewe kufungua kwa makusudi eti kwa sababu utakuja kulipa. Bali kuna mambo unapofungua mchana wa mwezi wa Ramadhani kwa makusudi na uliamka umefunga. Hatumzungumzi mtu ambaye hakuwa na nia ya kufunga. Tunamzungumzia mtu ambaye ameshafunga, ameamka amefunga. Imefika mchana wa mwezi wa Ramadhani, yampita masaa mawili matatu, akaamua bwana mimi nafungua kwa makusudi. Sasa hapa akifungua kwa jambo la halali, halipi tu peke yake, bali kuna mambo ambayo analazimika kuyafanya. Moja, anatakiwa achague katika mambo matatu. Moja, ima muache mtumwa huru ambaye hana huyo mtumwa pia. Jambo la pili, analotakiwa kulisha maskini 60 au achague kulisha maskini 60. Jambo la tatu, au afunge miezi miwili iliyofuatana. Kwa hiyo hapa ana option. Anataka kufanya lipi? Ana option. Ikiwa amefungua kwa jambo la nini? La halali. Ikiwa kafungua tu katamani chakula, kaingia uroho, akaamua kula. Merudi mke wangu, siku zote upiki hivi, umepika hivi, bwana mimi nafungua, bwana akapiga msosi. Jambo la halali. Mwingine labda mkewe hajafunga na sababu zake nyingine ambazo za kutokufunga. Akaja mchana wa mwezi wa Ramadhani, basi sijui kamwangaliaje mkewe, sijui kafanyaje, kamuona akaamua bwana kufungua na nani, na mke wake. Mkewe ya halali sio, akafungua. Sasa ukifungua kwa jambo lolote lile la halali, unawajibika kufanya katika moja ya mambo matatu. Ima umwache mtumwa huru, au ulishe maskini 60, au ufunge miezi miwili iliyofuatana. Hiyo ni ukiwa umefungua kwa jambo la halali. Lakini ukiwa umefungua kwa jambo la haramu, umefungua mathalan kwa pombe, fungua kwa jambo la haramu. Umefungua kwa zina, jambo la haramu mathalan.
so mkeo na nini, yani umefungua kwa jambo lolote lile la haramu. Ukifungua kwa jambo la halali, la haramu, unawajibika kukusanya mambo yote. Yani wakati huo unatakiwa umwache mtumwa huru, wakati huo ualishe maskini 60, wakati huo ufunge miezi miwili ufatana. Haya yote lazima uyafanye. Sio jambo dogo. Kwa hiyo utaona kwamba kuwafungua kwa makusudi sio kulipa tu. Kufungua kwa makusudi kuna mambo ambayo yanakulazimu, ni lazima kwako yafanye. Kwa hiyo ikiwa ni kwa halali unachagua katika mambo matatu. Ikiwa ni kwa haramu unalazimika kufanya mambo yote matatu kwa pamoja. Shukrani sana Maulana. Kumalizia hapa haraka tuna swali lingine hapa. Je, inafaa kufanya tendo la ndoa kwa wanandoa, au je inafaa kufanya tendo la ndoa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Na je, ni kina nani walioruhusiwa kufanya hivyo, kwa maana ya kufanya tendo la ndoa, na ni kwa nyakati zipi? Kufanya tendo la ndoa katika mwezi wa Ramadhani inategemea kama ambavyo ulivyouliza, kwanza ni muda gani. Sawa. Tendo la ndoa lipo katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu pia tendo la ndoa ni ibada. Pia lazima tuelewe ni ibada. Bali sio ibada tu, ni silaha muhimu ya kumweka mtu karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ili tendo la ndoa sio tu tendo la ndoa ambalo lina maana. La, tendo la ndoa ni jambo ambalo lina maana. Tendo la ndoa ni ibada. Ni ibada na lina thawabu lile tendo la ndoa, na ukiliboresha zaidi lile tendo la ndoa unapata thawabu zaidi. Kwa hiyo tendo la ndoa lina nafasi yake. Katika mwezi wa Ramadhani tendo la ndoa mchana, hata iwe ni watu wa halali, maana yake mke na mume, ikiwa wamefunga hawaruhusiwi kwa mchana mwezi wa Ramadhani, hawaruhusiwi kufanya tendo la ndoa ikiwa wamefunga. Lakini masahaba bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika zama zao, kulingana na utukufu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama si ambavyo tunavyohisi, wakahisi mwezi huu ulivyokuwa mtukufu, kila siku yake ni bora, kila nyakati zake ni bora, yani hakuna hata dakika moja ni bora. Kweli hapa kuna swala la tendo la ndoa kweli hapa? Kama halina nafasi vile. Kwa kama tendo la ndoa halina nafasi, ni muda wa watu kujishughulisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuna wale ndugu zetu wale ndugu zetu ambaye hawezi kupitisha siku moja, siku mbili, hawezi mwezi mzima hawezi. Kwa sasa wale wakawa na discuss hilo katika vichwa vyao. Sasa itakuwaje? Tutawezaje kumudu hii hali itakuwaje? Tukikosa tendo la ndoa katika mwezi wa Ramadhani itakuwaje? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapa fursa, akawaambia uhilla lakum lailata siyami, mmehalalishiwa usiku wa funga. Tena mwisho wa aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema hunna libasul lakum wa antum libasu lahunna, kwamba wanawake ni mavazi yenu, ndo stara yenu. Siwezi kuondoshea mimi tendo la ndoa, ni stara yenu. Kwa hiyo muweze kufunga sawa sawa, nimewekea nini? Tendo la ndoa, ibada ya tendo la ndoa ifanyike usiku. Kwa nini? Kwa sababu hunna libasu lakum, twajua wao ni stara yenu. Wao ndo stara, watakufanyeni mfunge vizuri. Lakini wa antum libasun lahunna, na nyinyi ndo stara yao. Wote mnahitajiana ili muweze kufunga vizuri, mkafanya mambo yenu mazuri, baadaye wafunga kaka vizuri. Msiwe huko mnawaza kutamani na nini. Basi mkeo ni stara yako na wewe ni stara yake, wote mnastiriana, manake wote mmevana. Na hii ndo jambo la muhimu, ndo pale tunasema swala la ndoa la muhimu sana, kwa sababu mtu anapokosa ndoa manake ni sasa na mtu ambaye anatembea uchi tu, ni mtu ambaye anatembea uchi. Kwa nini? Kwa sababu hana yani hana nguo, hana kitu cha kumfanya aone haya, hana kitu ambacho ni lugha gani tutumie, yani hana nafasi ya kujikinga na maasi.
na ndio maana swala la ndoa likawa ni nusu ya dini. Sasa fikiri ingeondolewa hii tendo la ndoa katika mwezi wa Ramadhani ingekuwaje? Kwa Mwenyezi Mungu akalimiza akasema hunna libasun lakum wa antum libasun. Sasa maana yake tendo la ndoa muhimu lipo, lakini muda gani limewekwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usiku ni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wapate wepesi, wale ambao ni wazito kutengana na hivyo vitu. Kwa hiyo inaruhusiwa. Inaruhusiwa. Kwa watu gani? Maana yake ni kwa wanandoa. Wanandoa. Kwa muda gani? Ni usiku. Ni usiku. Kwa maana ya mchana, hata kama mkiwa ni wanandoa, ikitokea mmefikia kipindi mmoja ameshindwa kuvumilia, inabidi mfanyaje sasa? Mtatoa kafara. Yaani kama mmefunga, ndio ile tumesema kwamba utakuwa umefungua kwa makusudi, kwa sababu upo kwenye funga, utasemaje umeshindwa kuvumilia na kati tunajua uko katika funga? Na hapa ndipo pale pa msingi tutaingia katika darasa yetu ya kuzungumzia ndoa, ya kuzungumzia funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, exactly funga ni nini na masharti yake ni yapi na mengineyo. Basi shukrani sana. Inshallah. Nafikiri tukomee hapa kwa siku hii ya leo kwenye darasa letu muhimu. Kipindi hewani ni Meza ya Ramadhani. Tunayo mengi ya kuzungumzia hapa katika kipindi hiki. Ni kuombe wewe mpenzi mtazamaji kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Tumefikia tamati. Billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.